Mtazamaji, ukitazama nyuma yangu, haya ni majengo ya shule hii ambayo ina hadhi ya juu kabisa ya kiuhandisi ambayo imejengwa hapa mkoani Njombe. Shule hii inataraji kutoa masomo ya amali ambayo wanafunzi ambao wamechaguliwa watakuja kusoma hapa masomo ya kiuhandisi. Pamoja na kwamba shule hii imekamilika, lakini kuna changamoto kadhaa ambazo zimetajwa hapa na walimu pamoja na mwenyekiti wa kijiji hiki ambazo zinatajwa huenda zikakwamisha yale masomo ambayo yatatolewa hapa kama changamoto hizi zitatatuliwa haraka iwezekanavyo. La kwanza ambalo ni la haraka sana, tunaomba Mheshimiwa Mbunge tuweze kupata maji au kupata steam tank kwa ajili ya kuanzia hawa watoto wanaopokelewa tarehe 13. Elimu wanayoipata sio kile walichokitegemea. Hicho pia kinawaathiri wanafunzi wetu wa hapa. Kile walichokitegemea sio kile wanachokipata. Kwa kama miundombinu italetwa na maisha, saikolojia yao itaambia kwamba kumbe tunajifunza hiki kwa ajili ya mafanikio ya baadaye. Moja, kuna upungufu wa walimu kwa mchanganuo ufuatao. Fani za amali, yani fani ya kwanza ni horticulture production ambayo mahitaji ni walimu 4 lakini waliopo ni wawili, waliopo ni mmoja, upungufu ni 3. Field crop production mahitaji ni 4 lakini waliopo ni wawili, upungufu wawili. Lakini animal health production ni mahitaji ni 4, hamna hata mmoja lakini upungufu ni 4. Masomo shirikishi, fani za kompyuta mahitaji ni walimu 4, waliopo wawili, upungufu wawili. Business studies mahitaji ni walimu 4, hawapo hata mmoja, upungufu ni 4. Ukosefu wa vifaa vya fani ya animal health production. Namba 4, tuna standby generator kwa ajili ya kutusaidia umeme unapokatika. Niko katika kijiji cha Magoda, na katika kijiji hiki kama tunavyojua, upande wa elimu tulibahatika kwa kufanya ushawishi mkubwa tukapata shule hii ya amali. Na shule hii ya amali sio tu inatakiwa iwe ni mkondo mmoja au miwili wa amali. Hii ni shule ya amali ya uhandisi. Kwa hiyo katika zile ranking za shule za amali, hii ni shule ya amali ya juu kabisa, kwamba inafanya uhandisi. Sasa katika hali kama hiyo, ni shule ambayo inahitaji iangaliwe kwa karibu sana changamoto zake ili tufanikiwe tunachotaka. Sasa tuna shule special ya amali. Kwa hiyo watoto wale ambao wanaonekana wana uwezo mkubwa katika maeneo haya waletwe hapa. Sasa isionekane tena watoto na wazazi wanaona kwamba watoto wanakuja hapa wanaona bora warudi shule zile za kawaida, kwa sababu zile zina wafadhali. Wakati tunaendelea kuwaomba wenzetu wa ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, waweze kutuangalia kwa jicho la karibu. Shule hizi zimejengwa nchi nzima, lakini sio kila mahali. Kwa hiyo kwa mkoa uliopata au halmashauri iliyopata, ina kila sababu ya kuhakikisha kwamba na yenyewe kama halmashauri inatatua changamoto.